Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Habari za muda huu popote pale ulipo, natumaini unaendelea kubarikiwa na Bwana mtazamaji wetu. Karibu Bukelebe TV, hapa ndipo penye kuzungumzia masuala mbalimbali ya dini. Jiunge nasi kwa mafundisho ya kiroho na mijadala yenye kuelimisha. Ninakukaribisha katika makala hii ni Ustasela Joni. Karibu sana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Katika makala ya leo tutakwenda kuangalia kati ya unayempenda na anayekupenda, wapi kuna amani ya moyo? Katika kijiji kimoja cha mbali aliishi kijana mmoja aitwaye Daudi. Daudi alikuwa kijana mnyenyekevu, mpenda Mungu na mwenye ndoto ya siku moja kuanzisha familia yenye heshima na amani. Alikuwa kijana wa kanisani, anapenda kwaya, anapenda kusaidia wazee na kila mtu alimjua kuwa ni mwenye tabia nzuri. Lakini moyoni mwake kulikuwa na swali kubwa sana. Nimuoe nani? Je, nimuoe yule ninayempenda sana au nimuoe yule anayenipenda mimi kwa dhati? Daudi alishapita katika hali mbili. Mara ya kwanza alipenda binti mmoja kwa moyo wake wote, akajitolea muda na nguvu. Lakini binti yule hakuwa na mapenzi ya kweli kwake. Aliona maumivu ya kupenda pasipo kupendwa. Aliumia. Mara nyingine alikutana na binti aliyempenda kwa dhati. Yule binti alimjali, alimuombea na alikuwa tayari kumpokea jinsi alivyo. Lakini kwa upande wa Daudi, moyo wake haukumsogelea sana. Hapo ndipo akaanza kujiuliza swali hilo la maisha. Upendo ni upande mmoja au pande mbili? Siku moja Daudi alikwenda kumsikiliza mchungaji katika ibada ya vijana. Mchungaji alisema maneno yaliyobaki moyoni mwake. Ndoa sio mahali pa kucheza, ni agano takatifu mbele za Mungu. Mwanzo wa amani ya moyo ni pale mnaposhirikiana, kupendana na kumheshimu Mungu pamoja. Maneno yale yalimgusa sana. Usiku ule hakulala vizuri, aliomba kwa machozi akisema, Bwana, nipe mke nitakayempenda na atakayenipenda, lakini zaidi ya yote atakayekupenda wewe kwanza. Siku zikapita. Daudi alianza kujifunza jambo moja muhimu. Kumpenda pekee hakutoshi. Kupendwa pekee nako hakutoshi. Bali msingi wa kweli wa ndoa ni pale ambapo upendo unakuwa wa pande zote mbili na wote wanamcha Mungu. Kijiji kizima kilijua Daudi alikuwa akiomba sana. Hatimaye Mungu akamjalia kukutana na Esther. Esther hakuwa tu binti mrembo, bali alikuwa mnyenyekevu, mpenda maombi na alikuwa tayari kushirikiana naye katika huduma ya kanisa. Kila mara walipoongea waliona furaha, walipokuwa pamoja walihisi uwepo wa Mungu. Siku moja Esther alimwambia Daudi, mimi nakupenda kwa moyo wangu wote, lakini zaidi ya yote nataka kumpenda Yesu pamoja nawe. Daudi akajua wazi hii ndiyo sauti ya Mungu. Sio kwa sababu tu alimpenda Esther, wala sio sababu Esther alimpenda yeye, bali kwa sababu walipendana wote wawili na walikuwa tayari kumtumikia Mungu pamoja. Ndugu mtazamaji, hadithi ya Daudi na Esther ni fundisho kwetu. Mara nyingi vijana huuliza, nioe nani? Niolewe na nani? Wengine husema, bora nimuoe niliyempenda hata kama hanipendi. Wengine husema, bora nimuoe anayenipenda hata kama simpendi. Lakini ukweli ni kwamba njia hizi zote zina maumivu. Ukioa unayempenda lakini hakupendi, utaishia kwa maumivu, utalia kila siku. Ukioa anayekupenda lakini wewe humpendi, moyo wako utakuwa mbali na hutapata amani. Lakini unapopata mtu mnapendana kwa pamoja na mko tayari kumheshimu Mungu pamoja, hapo ndipo amani ya moyo inapoanzia. Biblia inasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana wa kufaa kwake. Mwanzo 2:18. Hapa tunajifunza kwamba Mungu ndiye anayejua nani ni msaidizi anayekufaa. Si kila mtu unayempenda ndiye anayekufaa.
na si kila anayekupenda ndiye anayefaa, bali anayefaa ni yule ambaye upendo wake na wako unakutana chini ya msalaba wa Yesu. Ndoa ya Kikristo sio tukio la siku moja, ni safari ya maisha yote, na safari hii inahitaji upendo wa kweli, heshima, uvumilivu na imani katika Mungu. Ndugu yangu, labda na wewe leo unauliza swali kama Daudi, nioe nani? Niolewe na nani? Jibu ni moja tu, muombe Mungu akuongoze. Tafuta mtu ambaye utampenda na atakayekupenda, lakini zaidi ya yote ampende Mungu kwanza. Kwa sababu pale ambapo Yesu yupo katikati ya ndoa, hata mawingu ya majaribu yakija, mtavuka pamoja. Pale ambapo Yesu yupo, upendo wenu hautakauka. Pale ambapo Yesu yupo, mtaishi kwa amani ya moyo. Kati anayekupenda na unayempenda, chaguo bora ni yule ambaye mnapendana kwa pamoja, na zaidi ya yote mnamheshimu Mungu pamoja. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuambatana nasi katika chaneli yetu, kusikiliza makala mbalimbali kutoka katika Biblia, habari mbalimbali za kanisa. Natumaini kwa siku ya leo umejifunza kitu kizuri na kikubwa zaidi. Tumeangazia kati ya unayempenda na anayekupenda, wapi kuna amani ya moyo. Mimi ni Ustasela Joni, hadi wakati mwingine.